kabla tusikie neno, ningependa tuombee neno. Hata ambapo umeketi, tuamini tuombee neno inapokuja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea katika nyumba ya Bwana. Tunanyenyekea katika uwepo wako Jehova. Baba, tunakwenda kulisikia neno, wacha liwe ni kutoka kwako Jehova. Takatifu, nitumie kama chombo chako kwa haya madhabahu. Ninapolipitisha neno lako Baba, wacha nipate kujenga mtu kwa hii nyumba. Wacha nipate kusimamisha mmoja Jehova. Wacha nipate kusimamisha mpendwa kwa hii nyumba Baba. Baba, linapotoka wacha lianguke kwa ardhi ambayo ina rutuba. Takatifu, wacha neema yako na isimame kupitia kwa hili neno. Wacha utukufu wako na ushuke kwa haya madhabahu. Jina lako na lipate kuinuliwa Jehova. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Celine. Ningali nimeokoka, ningali nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ningali nazidi kunyenyekea kwa haya madhabahu kama mtoto mdogo, azidi kunitumia. Bwana asifiwe. Mwenzangu wengine yako Fatuma Ngoma. Bwana asifiwe. Kanisa, siku ya leo ningependa tuongelee juu ya kiungu kwa mwili wetu. Tutaongelea leo juu ya ulimi. Katika Biblia tunaona kwa hivi viungo ambavyo Mungu alitupea. Mungu alituumba na parts nyingi kwa mwili. Tuko na mikono, tuko na miguu, lakini kwa Biblia inaonekana ulimi uko, your tongue is so powerful. Ulimi wako unaponena, ulimi wako uko na nguvu. Kiumbe ambacho Mungu aliona kwa mwili wa binadamu ni ulimi uwe na nguvu. Tunaona kwa mwili wako, kwa viungu zote, Biblia inatuambia ulimi wako utakao nena uko na nguvu na utasikika. Kwa viungu vyote, kile ambacho Mungu alipea nguvu zaidi ya zingine ni ulimi. Ulimi wako unaweza saidia mtu ukamtoa katika hali fulani na ukamsimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa ulimi wako pia unaweza hata tengeneza mambo. Unaweza nenea hata mlima na ukatoka kupitia kwa ulimi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, tunaona katika watu ambao wako kwa giza wanatumia ulimi wao sana kuliko sisi ambao tuko kanisani. Wanaenda kwa madhabahu yao, wanainua ulimi wao. Wanapoona unabarikiwa, wanapoona unasimama, wao wanatumia ulimi wao. People in darkness, they are the most people who make use of their tongue, especially negatively. Wanaposimama kwa madhabahu yao na kuinua, wanapoona unasimama, watasimama wakuinulie madhabahu yao ili waweze kukudhoofisha, ili usiweze kufanya hayo mambo. Lakini wewe Mkristo, wewe ambaye umeitwa na Mungu, saa zingine hatutumii ulimi wetu. Sijui ni vile hatujafunzwa ama ni kwa sababu gani tunashindwa kutumia ulimi wetu. Lakini unapata wale ambao wako kwa giza wanatumia ulimi wao. Bwana Yesu asifiwe. Wanatumia ulimi wao saa zingine to shape the life of people. Wanapotumia ulimi wao wanajua ni nini kitatendeka. Wanajua hatima yako. Wanapoinuka kwa madhabahu yao na kunena, wana shape your life. Kile ambacho kingetendeka kinaenda vingine. Bwana Yesu asifiwe. They can determine what will happen. Lakini sisi wapendwa ambao tumeitwa, tunajua neno la Mungu, tunafika mahali hatutumii ulimi wetu. Tunaona hata Baraka wakati aliona Waisraeli wakija, alisimama na akaambia Baraka, naona hawa Wanaisraeli wanakuja na wako na nguvu nyingi. Akamwambia Baraka, njoo niinue madhabahu yangu ili uweze kuwalaani wadhoofike.
ndio nione kama ninaweza washinda. Hata saa hizi unapata pia sisi, wakati unapoinuka, wakati unainuka, wapendwa, unaona mtu anaenda kukuinulia madhabahu yako. Hata katika familia, ndugu yako, dada yako atoka nitoke, anapokuona ukiinuka, anaamuka akikuinulia madhabahu yake. Ndiposa tukaambiwa tujue kutumia ulimi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo tunaipata katika kitabu cha Numbers chapter 22 verse 4 to 6. Kitabu cha Hesabu mlango 22 mstari wa 4 hadi wa 6. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaranga vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe, na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie kubarikiwa, na yeye umlaanie kulaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. This is demonic strategy. Wakati unaambiwa unapoinuka unaanza kulaaniwa. Tunaona akimwambia Barak akimwambia Balaam ainue madhabahu yake alaani wana wa Israeli, sababu walikuwa na nguvu, sababu alijua watawashinda. Hata sisi nasi wakati tunapoinuka, unaona mtu akiinuka akikuendea kwa uganga, akikunyamazisha, unaposimama anakunyamazisha. Vivyo ndivyo pia, hata hii tusisema ati ni Old Testament, hata kwa wakati wetu maneno kama haya yanakemeka. Mtu anakuinulia na kukudhoofisha, kukumaliza nguvu zako ili aweze kukushinda. Tuangalie katika kitabu cha Isaya verse 54, chapter 54 verse 17. Kitabu cha Isaya mlango wa 54 mstari wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa no weapon formed against you shall prosper. These weapons unapozisikia sio weapons of mass destructive. Sio silaha ya panga, sio silaha ya mkuki, sio mshale, sio bunduki. Silaha ni ulimi wako wapendwa. Silaha ni ulimi wako. Wacha tutumia ulimi wetu kwa uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Unapotumia ulimi wako kwa uzuri na utaona mema. Bado kwa hiyo kitabu anaendelea hapo chini akimwambia urithi ambao tulipata kutoka kwa Mungu ni urithi wa kuweza kushughulikia yale mambo ambayo yamenenwa, yale ambayo wamenena. Inasema you will refuse the tongue which will talk against you. Kile ambacho wamenena juu yako, yale madhabahu ambayo yameinuliwa kwako, unapotumia ulimi wako vizuri, na kuyakataa na kusema ya kwamba sio hali yako, na kusema ya kwamba haya magonjwa ambayo wameinua kwako sio hali yako, na kusema ya kwamba hizi shida ambazo wameinua kwako sio zako, na basi Mungu atakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Tuzidi kutumia ulimi wetu kwa hali ambayo ni nzuri. The Bible is referring weapon as our tongue.
Wakati ndimi zinazoinuka kwako, wewe nyenyekea, kubali kukataa hizo ndimi. Simama kwa madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu iko na nguvu kuliko madhabahu ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Kitu inafaa ujiulize wewe kama Mkristo, ni jinsi gani utatumia ulimi wako? Utatumia ulimi wako namna gani ndiposa upate kubarikiwa? Utatumia ulimi wako aje? Tunaambiwa ulimi wetu na tutumie kubariki. Ulimi wetu tusitumie kulaani. Bwana Yesu asifiwe. Kile unapenda kufanya ama kile utapenda kuongea sana ndicho kitakachofanyika kwako. Wapendwa, unapotumia ulimi wako kujihurumia, kila wakati unasema na mimi nami nilizaliwaje? Na mimi nami Mungu aliniumba kanileta duniani kwa nini? Kwa nini siendelei? Basi utabaki kwa hiyo hali. Lakini utakaponena kwa ulimi wako, utakaposimama na useme mimi nitasimama, mimi nitashinda, mimi nitaweza, na Bwana atakutendea. Na ulimi wetu ndio utakao tuelekeza mahali tukafanya. Mpendwa, hata wakati ambapo Mungu amekubariki, jua jinsi ya kuongea na ulimi wako. Saa zingine tunaenda mbele ya Bwana, tunaomba. Mungu anatusikiza maombi yetu. Lakini kupitia kwa hiyo ulimi, wakati unabarikiwa, unanena yale ambayo hayamfurahishi Mungu. Jua yule Mungu ambaye alikubariki, yule Mungu ambaye amekuweka mahali huko, ndiye Mungu anaweza kukushukisha na kuinua mwingine. Unaposaidia mtu, wacha hii mkono inayomsaidia pekee ndio umemsaidia. Sio umsaidia ukimuongea maneno, ati kama sio mimi hangeweza hii, kama sio mimi hangefaulu hii. Tunaposaidia wapendwa, piga magoti, mwambie Mungu nasaidia ili nipate baraka. Tunaambiwa kile kitu ambacho umezoea kufanya ama kile unapenda kufanya kwa Biblia ndicho kitakachokupata. Ukizoea kunena mabaya, utavuna mabaya wapendwa. Ukizoea kubariki na baraka zitakufuata. Ndiposa kwa Biblia tunaambiwa alipenda kulaani na laana zikamfuata. Alipenda kubariki, baraka zinamfuata. Hakupenda kubariki na baraka zikakaa mbali naye. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, chochote tunachonena kiwe ni cha kumfurahisha Mungu. Tuache kulaani watu. Tutumie ulimi wetu kumuinua mtu, kubariki mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome katika Psalms chapter 109 verse 17 kielekea. Zaburi mlango wa 109 mstari wa 17. Naye alipenda kulaani, nako kukampata. Hakupendezwa na kubariki, kukawa mbali naye. Bwana asifiwe. Alipenda kulaani, naye laana zikamfuata. Akapenda kubariki, baraka zikamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda tukiendelea hapo mbele, soma verse 18. Mstari wa 18. Alijivika laana kana kwamba ni vazi lake, ikamwingilia moyoni kama maji na kama mafuta mifupani mwake. Bwana asifiwe. Alipenda kulaani, laana zikamwingia, laana zikamfuata. Akavaa laana, ikamwingia kama maji ambayo inaingia kwa nguo lake, ikamwingia kwa mfupa laana, sababu alipenda laana. Wapendwa, tuepuke na yale mambo ambayo tunaongea. Ukipenda kubariki, nazidi kusema baraka zitakufuata. Wakati unabariki usiangalie, hata wakati unabariki madhabahu, usiangalie ya kwamba mimi napeana pesa fulani na fulani anapeana ngapi. Bariki ili baraka unapotoka kwa madhabahu ya Bwana na hata upate baraka. Bariki kulingana na kiwango chako. Wacha kuangalia my sister ametoa 100 na mimi nimetoa 500. Unapobariki, bariki ili neno liende na wewe. Bariki ili hizo baraka za madhabahu ziende na wewe. Wakati unahitaji baraka, hauhitaji za mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tubariki tukijua tunabariki madhabahu ya Bwana. Chenye ninatolea Bwana, wacha kiwe ni sehemu yangu. Usibariki kulingana na mwingine. Mungu anabariki kila mtu kwa kiwango yake. Mungu anaponibariki huko Kisumu, sijui atabariki dada Francisca aje hapa Bungoma.
Kwa hivyo kila mtu atoe kulingana na mapenzi ambayo unataka Bwana akupiganie kwa haya madhabahu. Tuache kutumia ndimi zetu kwa ubaya. Tuache kusema mimi natoa hii, nimeona fulani anatoa hii. Bariki kulingana na kiwango chako. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mwokozi. Tukiendelea tunaona unapotumia ulimi wako. Tuangalie Hebrews chapter 11 verse 3. Waebrania mlango wa 11 mstari wa 3. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu, dunia iliumbwa na Mungu. Na sisi pia tukaumbwa kwa mapenzi ya Mungu. Tuko mfano wa Mungu. Na kama Mungu anaweza umba hii dunia yote, kwa nini wewe usiweze kuumba dunia yako ndogo? Kwa hiyo shida ambayo inakusumbua, kwa hiyo familia yako ambayo inakusumbua, kwa hiyo kazi yako, umba dunia yako kidogo. Wakati Mungu aliumba dunia, hata wewe unaweza umba dunia yako. Wacha kushinda ukisema ati sina kazi. Unaposema sina kazi na utaishi bila kazi. Unaposema biashara yangu imeanguka, sema hii biashara itasimama. Hii biashara ninayoanzisha itasimama na nitaandika watu. Nitasaidia watu kwa kuandika. Sema hii shamba ambayo nimenunua nitajenga. Nitakuwa na tenants. Enda imeenea hata kama hauna pesa. Sema na Mungu unanibariki. Unanipa pesa. Ninajenga. Lakini ukiishi ukijihurumia, utaishi kwa hiyo. Chenye unanena kwa ulimi wako mpendwa, ndicho kitakachofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa hata wazazi tunapokuwa hapa, tusinene yale mambo ambayo inaleta watoto wetu kuwadhoofisha. Tusinene yale mambo ambayo inawatoa nguvu. Unasema huyu mtoto ni mjinga. Mtoto atagrow, anasema hata akifanya vibaya shuleni atasema mamangu alisema mimi ni mjinga. Mtoto anashinda akisema mimi mamangu anasema mimi ni mjinga. Sasa hata kuwa hata na hiyo bidii kufanya. Lile jambo ambalo umenena kwa ulimi wako ndilo litakapofanyika. Wapendwa, tukiwa hapa tunene yale mambo ambayo yanainua mwenzetu. Nene yale ambayo yanafurahisha. Sema mimi nimebarikiwa. Watoto wangu wamebarikiwa. Naona masters, naona degree, naona pilot. Naona nikisimama katika hii ndoa. Kulingana na ulimi wako wapendwa, ndicho utakachovuna. Unasema mimi sina shamba. Shamba lako ni huo ulimi ambao Mungu alikupea. Unapopanda mavuno utavuna. Ukipanda laana utakuja kuvuna laana. Ukipanda baraka utapata kuvuna baraka. Kwa hiyo ulimi, hiyo ndio shamba yako. Ilime, ipalilie. Kile ambacho unapanda wapendwa, asubuhi ya leo ndio kenye utapokea. Ukipanda baraka, baraka zitakufuata. Ukipata laana, laana inazidi ikikufuata. Wapendwa, naongea juu ya ulimi, siongei juu ya kitu kingine. Kwenda hii message ikudhuru, lakini naomba neema ya Mungu ikuachilie. Kile ambacho unanena kinyume, mpendwa, piga magoti. Omba Mungu msamaha. Wacha tuongee yale ambayo yanamfurahisha Bwana. Kwa ulimi wetu wacha tuongee yale mambo ambayo yanainua mtu. Kwa ulimi wetu wacha tuongee yale ambayo yanastahili. Asubuhi leo naachilia juu ya ulimi. Ulimi ni kiumbe kibaya. Ulimi itaharibu baraka zako. Mungu anapokubariki, akiona una kiburi, Mungu atakuzusha. Mungu ni yule ambaye alikubariki, ndio Mungu anaweza bariki mpendwa. Wakati unabarikiwa, piga magoti, bariki wengine, shukuru Mungu, weka kiburi kando. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tushukuru Mungu tunapomlilia. Wacha tuache viburi, wacha tutumie ulimi wetu kwa baraka. Wakati unanena baraka kwa ulimi wako, basi na ulimi wako utakuwa soft na baraka. Unapoongea giza, ulimi wako utakuwa soft na giza. Wacha tuachilie Mungu, Mungu azidi kutupigania kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Twenda Isaya chapter 24 verse 6.
Isaya mlango wa 24 mstari wa 6. Ndiyo sababu laana imeiga dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Watu waliosalia wakawa wachache tu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, you can give enemy a chance because of your words. Yale maneno unayotamka, yale matendo ambayo unatenda, itampa nafasi shetani kwa maisha yako. Yale mambo ambayo unafanya yatakunasa wewe. Hata ukiwa mzazi, tuangalie kabisa chochote tunachonena kwa hiyo familia zetu. Tuangalie kile ambacho tunanena kwa watoto wetu. Tuwanenee baraka, tuwanenee ulinzi. Wacha tuache kukua watu wa kuongea mambo ambayo hayajengi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumalizie katika kitabu cha Mark 11:23. Marko mtakatifu mlango wa 11 mstari wa 23. Amen, nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana asifiwe. Utakaponena kwa mlima na mlima utang'oka. Wanasema utakaponena, sio utakapoomba. Utakapofungua kinywa chako na unene, na utatendewa. Asubuhi ya leo, mimi sijui mlima wako ni gani, sijui kwa maisha yako mlima ambao unakusumbua ni gani. Utakaponena kwa hiyo shida, utakaponena kwa huo ugonjwa ambao unakusumbua, utakaponena kwa haya masomo ya watoto wako, utakaponena kwa ajili ya ajira ya mtoto wako ama wewe mwenyewe, utakaponena chochote ambacho kinakuzuilia, nena kwa ulimi wako, nena na ukikatae. Hata haya magonjwa tutakapoyaona, ukinena na useme mimi sio wako, haya magonjwa na yakataa na yatakutii. Maana ulimi wetu una nguvu. Tumeambiwa the heritage Mungu alituachia ni kushughulikia yale mambo ambayo yamenenwa juu yetu, kushughulikia yale madhabahu ambayo yameinuliwa kwetu, madhabahu ya ugonjwa, madhabahu ya kusumbukana, madhabahu ya kutokuwa na ndoa, madhabahu ya kutokuwa na kazi. Asubuhi ya leo nataka unene hayo milima, unene hiyo milima yote ikuondokee. Nena milima ikuondokee. Milima ya ugonjwa inaondoka katika jina la Yesu. Milima ambayo inasimamisha watoto wako kwa masomo inasimama. Milima yote inainuka na kwenda. Asubuhi ya leo milima ya ugonjwa inatoka kwa maisha yako. Milima ya kuhangaika kutokuwa na amani kwa ndoa yako inatoka. Milima haiko hapa. Sisi tuko nyumbani. Nyumbani ni mahali ambapo unafaa ukae na amani. Tunapokuwa hapa, milima inatutii, milima inasonga, milima inatuondokea. Asubuhi ya leo milima inatoka, milima inang'oka, milima inateremka ikikuondokea maisha yako wapendwa. Tuamini Mungu na tusimame wenyewe tukinena baraka, tukinena ushindi, na Bwana atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru asubuhi ya leo, na achilia tu ulinzi wa Mungu kwenu, na achilia neema ya Mungu, na achilia kibali cha Mungu kwa kuwa ulimi. Utakaponena lolote na utatii, utakaponena chochote kinyume na mapenzi yako, hicho ambacho kimeinuliwa kwako kitakujia, kinakuondokea.